zaidi. Praise God. Bwana asifiwe. Indeed, He's a mighty God. Hakika yeye ni Mungu mwenye We nguvu. give you all the glory. Tunakupa wewe Someone tukufu. excited to be in this service, shout a bigger Umefurahi kwa nyumbani mwa hallelujah. Bwana, sema haleluya kubwa. Lift up your voice and appreciate God again. Thank Inua Him. sauti yako, mshukuru Mungu tena. Register your Mpe presence shukrani. in His presence. Uko katika uwepo wake. The Bible says, enter His gate with thanksgiving Biblia inasema ingia malangoni mwake kwa and shukrani. His court with praise. Nywani mwake kwa Be sifa. thankful unto Him and bless His holy name. Shukuru yeye, ulibariki jina lake Oh, takatifu. indeed, He's a mighty God. Hakika yeye ni Mungu mwenye The nguvu. beginning and the end. Yeye ndiye mwanzo na ndiye The ni mwisho. Alpha and Omega. Alfa na Omega. Give Him all the glory. Tunampa yeye utukufu The wote. God of Abraham, Isaac, and Mungu Jacob. wa Ibrahim, Isaka na He's so Yakobo. omnipotent Ni God. Mungu ambaye He's yuko so kila many eneo. science God. Mungu ambaye yuko He's maeneo so yote. many sent God. Ni Mungu mkuu. What a mighty God we serve. Mungu mkuu The tunayemtumikia. God of this great commission. Mungu wa huduma hii kubwa. The God of my father Bishop David Oyedepo. Mungu wa baba yangu Askofu David I Oyedepo. worship you this hour. Ninakuabudu saa We hii. give you all the glory. Nakupa utukufu wote. Somebody worship Him this hour. Worship Him. Mwabudu saa hii, mwabudu yeye. You are the Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are the Alpha. You are the Alpha and Omega. We worship you. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are the Alpha. The Alpha Omega. and Omega. We worship you, We Lord. worship you, You Lord of all. You Lord of all. are worthy to Lord, we give you all the glory, all the praise. You Lord of all, you Lord of all, the God. Hey, Lord, we give you all the glory and praise. Worship you, Lord. Worship you, Lord. For your Lord, a worthy God. Your worthy God. Lord, we give you all the praise. We worship you, Lord. For your Lord, a worthy of our praise. You're worthy of our praise. Lord, tukufu, tukufu. Tukufu na heshima. Tukufu na heshima. Kuabudu Bwana. Hey, twakupa utukufu. Karudisha vyote kwako Bwana. Wastahili sifa zetu. Bwana, twakupa utukufu Bwana. Lord, I bless your name, Jesus. Your Lord are worthy to be praised. Your Lord are worthy to be praised. Lord, we give you all. We give you All all. and nothing but Jesus. Lord, give all the praise back unto We you. worship For you, you our are Lord. worthy. You are worthy God. to be praised. Father, thank you
Baba asante. Worship him, is worthy to be Mwabudu praised. yeye anastahili kupewa Oh, sifa. what a faithful God. Yeye ni Mungu mwaminifu sana. Blessed be your holy name. Libarikiwe jina lako takatifu. Ask him to visit you today. Muombe akutembelee leo. It's our covenant day of no more Ni loss. siku yetu ya kiagano ya hakuna Ask him to hasara visit ama you. kupoteza. Whatsoever that is your Muombe desire, akupatie present it to tamanio God lako. today. Tamanio lako peleka mbele za present it Mungu. to God. Tamanio lako peleka Present mbele za it to Mungu. God. Present it Peleka to tamanio God. lako mbele za Mungu. Present it to God. Peleka tamanio lako mbele God za is Mungu. here this morning to Mungu yuko hapa asubuhi ya leo meet you at the point of your need. kukupatia lile hitaji He lako. have not called the seed of Jacob to seek him in vain. Hajawaita wana wa Yakobo wamtafute bure. Anytime God gather winners, he gathered them to change their Kila story. wakati Mungu anapokusanya washindi, anawakusanya abadilishe historia The zao. presence of God is with us. Uwepo wa Mungu uko pamoja nasi That mahali hapa. sickness that follow you will not go back with Ugonjwa you. uliokufuata hapa hautarudi na The Bible wewe. says, surely there is an Biblia end, inasema hakika kuna mwisho and thy expectation shall not be cut na off. tamanio lako Thy halitakatishwa expectation kamwe. shall not be cut off. Matarajio yako We yatakatishwa kamwe. thank you, Jesus. Tunakushukuru Yesu. Blessed be your holy name. Libarikiwe jina lako takatifu. In Jesus' glorious name. Katika jina tukufu la Yesu. Father, visit your people this morning. Baba, watembelee watu wako asubuhi ya leo. Meet everyone at the point of his or her need. Kutana na kila mtu sawa sawa na hitaji lake. Send your word with power. Tuma neno lako kwa I nguvu. hide under the straw towards this hour. Na saa hii Let your voice be heard and not my voice. sauti yako isikike, sio ya kwangu. Open the understanding of your people. Fungua ufahamu na uelewa wa watu And wako. let this word bear fruit in their lives. Na neno hili lizae matunda katika maisha yao. In Jesus' glorious Katika name. jina tukufu la Yesu. It is my new dawn era. Majira yangu hapa pambazuko jipya. Please help me welcome your neighbor to the left and to the right. Tafadhali mkaribishe jirani yako upande wa kuume na upande wa Tell your neighbor kushoto. you are welcome. Mwambie karibu. Praise God. Bwana asifiwe. Please have your seat comfortably in his presence. Tafadhali keti kwa utulivu kabisa katika uwepo What wake. a faithful God we serve. Mungu huyu ni mwaminifu On tunayemtumikia. behalf of Jesus, the owner of the church, I welcome you. Kwa niaba ya Yesu mmiliki wa kanisa ninakukaribisha. Today is our covenant day of no more loss. Leo ni siku yetu ya kiagano ya hakuna hasara ama hakuna kupoteza tena. And it will answer in your life. Na itajibu katika maisha yako. I'm not hearing a louder Sisikii amen. amina kubwa. I'm not hearing a louder Sisikii amen. amina kubwa. Remember that our prophetic focus still remains enough is enough. Kumbuka tamko letu la mwezi bado ni yatosha yatosha. Somebody say enough is enough. Mtu mmoja aseme yatosha yatosha. Say it louder. Sema kwa sauti kabisa. Praise God. Bwana asifiwe. As you have been decreeing and you also have decreed today, so shall it be. Kama ulivyotamka huko nyuma na ulivyotamka leo ndivyo Every itakavyokuwa. unwanted situation in your life must give way this hour. Kila hali usiyotaka kwenye maisha yako itaondoka saa hii. In the name of Jesus Katika Christ. jina la Yesu Kristo. Our teaching series is Enough is Enough. This is part 5B. Mfululizo wetu wa masomo ni yatosha yatosha. Hii ni sehemu ya 5B. Enough is Enough, part 5B. Yatosha yatosha sehemu ya 5B. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And I take my reading this morning again from 2 Peter chapter 1 verse 3. Nachukua andiko langu katika ile Petro wa pili sura ile ya kwanza mstari wa 3. The Bible says, according to his divine power, Kulingana na uweza wake wa kiungu, he have given unto us all things ametukirimia mambo yote that pertains unto life and godliness, ya pasayo uzima na utauwa, through the knowledge of him that hath called us unto glory and virtue. kupitia kumjua yeye aliyetuita katika utukufu na utauwa. God have given us all things, Mungu ametupa vitu vyote, but the devil is not happy that he have given us all things. lakini shetani afurahi kwa sababu Mungu ametupa vitu And vyote. to possess our possession in this kingdom, Ili tumiliki miliki zetu katika ufalme huu, we need to contend with the devil. tunahitaji kushindana ama kupigana na shetani. We need to dispossess the devil Tunahitaji kumpokonya shetani and take what belongs to na us. kuchukua kile ambacho ni mali yetu. Life will not give you what you deserve. Maisha yatakupatia kile unachostahili. Life will give you what you demand Maisha yatakupatia kile unachokihitaji kwa and nguvu what you ask for. na kile unachokiomba. In this kingdom, if you do nothing, you get nothing. Katika ufalme huu usipofanya kitu basi hutopata kitu. Crying will not solve the problem. Kulia hakutotatua tatizo. I want you to understand that challenges will not stop as a result of time. Nataka uelewe changamoto hazitokoma kwa sababu ya kulia kwako.
neither will the situation change wala changamoto haitobadilika except you are doing the right thing about it. mpaka ufanye kitu sahihi kuhusiana na hiyo changamoto. That after some time these challenges will go. Baada ya muda fulani hiyo changamoto itaondoka. That is the thought of many people. Ni mawazo ya watu Or this wengi situation will change. kwamba hii hali itabadilika. It will only change when you do the right things. Itabadilika tu utapofanya kitu sahihi. Unless you are doing the right thing, Usipofanya kitu sahihi, then your situation will not change for the better. hivyo hali yako haitabadilika na kuwa bora. 2 Timothy chapter 4 verse 7. Timotheo wa pili 4:7. Unless you are doing the right thing, Usipofanya kitu sahihi, your situation will not change for better. hali yako haitobadilika na kuwa Apostle bora. Paul said, I have fought a good fight. Mtume Paulo sasa, nimevipiga vita vilivyo You vizuri. need to fight a good fight. Unahitaji kupiga vita vilivyo vizuri. There is a fight to fight. Kuna vita ya wewe There kupigana. is a war to fight. Kuna vita ya kupigana. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Faith requires that you fight your problem, Imani inahitaji upigane dhidi ya changamoto or zako. else you will remain in it. La sivyo utabaki kuwa Faith mhanga. does not watch. Imani haitazami. Faith does not wish. Imani haitamani Faith tu. walk to subdue. Imani inatenda kazi ili kumiliki. Faith is confronting your problems Imani ni kukabili changamoto with zako scriptures kupitia maandiko until it becomes testimonies. mpaka hiyo changamoto inageuka kuwa shuhuda. Faith is confronting your problem Imani ni kukabiliana na with tatizo lako scriptures ukitumia andiko until it becomes a problem, mpaka hilo tatizo until it becomes a testimony. mpaka tatizo inageuka kuwa ushuhuda. The problem you don't confront today Tatizo usilolikabili leo cannot turn to testimony tomorrow. haliwezi kugeuka kuwa shuhuda kesho. Praise the Lord. Bwana I asifiwe. say praise the Lord. Bwana asifiwe. I say praise the Lord. Bwana asifiwe. 1 Timothy chapter 2 verse 12. Timotheo wa kwanza 2 mstari ule wa 1 Timothy chapter 2 verse 12. Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 12. No, 1 Timothy chapter 6 verse 12. 6 verse 12. Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa He said, 12. fight a good fight of faith. Piga vita vizuri vya imani. Lay hold on eternal life. Shika ule uzima wa milele Whereunto thou art called, ulioitiwa, and profess a good profession before many witnesses. ukaungame maungamo mazuri mbele ya A mashahidi good wengi. fight of faith. Vita vizuri vya imani. Our call is to fight a good fight of faith. Wito wetu ni kupigana vita vizuri vya imani. Faith is a problem extinguisher. Imani ndiyo inatuliza It matatizo, quenches the challenges. inazuia na kukomesha ile You changamoto. need to engage your faith. Unahitaji kuihusisha And imani faith is yako, not all about God, I believe God. na imani haihusiani tu na kusema kwamba namwamini Mungu. Faith is all about taking step if you believe God. Imani inahusiana na kuchukua hatua kama unamwamini Mungu. You need to, it's something to take. Ni kitu ambacho unapaswa kukichukua, It's something to take. ni kitu unachopaswa And kukichukua, it's something to use to comfort ni situation. kitu unachokitumia ili kukabiliana na changamoto. Ephesians chapter 6 verse 16. Efeso The 6:16. Bible says, above all, Biblia inasema zaidi ya yote take the shield of faith. twaeni ngao ya imani. Taking the shield of faith. Twaeni ngao ya imani. You need to take it to confront situations. Unahitaji kuitoa ngao ya imani kukabiliana na changamoto. Fight a good fight of faith. Piga vita vizuri vya imani. If all God has provided for you will be delivered to you. Kama unataka kupokea vyote ambavyo Mungu amekuandalia. In Deuteronomy chapter 2 verse 24, Kumbukumbu la Torati 2:24. God told the Israel how he have given them the land of Ammon. Mungu Amorites. aliwaambia wana Israeli namna ambavyo amewapa ile But he nchi said ya they Aroni. should begin to possess it. Alisema anzeni kushindana God nao. have given you a lot of things. You need to possess it. Mungu amekupa vitu vingi, unahitaji He's uvimiliki. not the one that will do that for you. Sie atakayekufanyia And to jambo hilo. possess, he said, contend with them in battle. Na ili umiliki, anasema shindana nao katika Because they vita, will not release it by wishing it. kwa sababu hawataviachilia kwa sababu tu Until you unatamani. put up a fight of faith, they will not release it. Usipoanzisha vita ya imani hawataachilia. Your healing and divine health have been released before even you got born again. Uponyaji wako na afya ya kiungu ilishaachiliwa hata But kabla wewe the hujaokoka. devil is holding you tight. Lakini shetani You amekukamatia. need the force of faith to take it. Inahitaji nguvu ya imani kuchukua. Matthew chapter 11 verse 12. Mathayo Since the 11:12. time of John the Baptist Tangu siku za Yohana and Mbatizaji until now, mpaka sasa, until 29th day of July 2018. mpaka siku ya leo tarehe 29 He mwezi wa said 7 until 2018, now. mpaka leo. And now means now. Na leo maana yake He sasa said the hivi
kingdom of God suffered violence, ufalme wa Mungu wapatikana kwa and nguvu, only the violent take it by ni wale force. wenye nguvu tu wanauteka kwa Until nguvu. you say enough is enough, Usiposema yatosha yatosha, that situation will not stop. hiyo hali haitakoma. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. You can go there and take what the devil has stolen from you Unaweza kwenda pale na kuchukua kile ambacho shetani amekuibia and declare no more loss. na utamke ya kwamba hakuna hasara wala kupoteza tena. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. That's why you need to take some brands of spiritual wine Ndio maana unahitaji kunywa mvinyo wa kiroho to avert the faith in you. ili kuamsha imani ndani yako. Violent faith comes by the wine of the spirit. Imani inakuja kupitia mvinyo wa roho. Many people are just gentle. They don't want to take what belongs to them. Watu wengine ni watulivu wa utaratibu sana, hawataki kuchukua ambacho ni mali You yao. need to be aroused. Inabidi imani iamshwe. When someone is drunk, Mtu anapokunywa pombe ama kilevi, there is something that pushes him. kuna kitu kinakuwa kikimsukuma. And also when you are done with some brand of spiritual wine, Na unapokuwa umekunywa mvinyo wa it kiroho, drives you. unakusukuma, It drives you. unakusukuma, It drives you to action. unakusukuma kuingia kwenye matendo Take what belongs to you. ili uchukue ambacho ni mali yako. Remember, as children of God, Kumbuka kama wana wa Mungu, we belong to the tribe of Judah. tuko katika kabila la Yuda. And the tribe of Judah is a tribe of lions. Kabila la Yuda ni kabila la In other simba. words, we are spiritual lions. Kwa maneno mengine sisi ni simba wa kiroho. Remember our master, Kumbuka Bwana wetu Jesus Christ, Yesu Kristo who saved us, ambaye alitutuma. is the lion of the tribe of Judah. Yeye ni simba wa kabila la Yuda. Revelation chapter 5 verse 5. Ufunuo 5 mstari wa 5. The Bible said, the elder said unto me, weep not. Malaika akaniambia, mzee akaniambia usilie. Weep not, behold, the lion of the tribe of Judah, Tazama simba wa kabila la Yuda, the root of David, shina la Daudi. have prevailed to open the book Yeye ameshinda kukifungua and to kitabu loose the 7 seals na thereof. kufungua ile mihuri yake 7. Jesus is the lion of the tribe of Yesu Judah. ndiye simba wa kabila la Yuda. We belong to this lion tribe. Sisi tuko kwenye ile kabila la But simba. we need to stir up the lion in us Lakini inahitaji tumwamshe simba aliyoko ndani yetu by taking some spiritual brands of wine. kwa kunywa mvinyo wa kiroho. And this service, Na ibada hii, in the first service, we look at the wine of passion. ibada ya kwanza tuliangalia mvinyo wa shauku, The wine of passion. mvinyo wa shauku. Passion talk about burning zeal. Shauku tunamaanisha ile tamanio linalowaka, Passion means having a strong interest, au kuwa na tamanio a kuu. strong desire. Kuwa na tamanio kuu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And it is passion that propels us, that moves us to do the things of God. Ni shauku ndio inayotusukuma ili tuweze kufanya mambo ya When Mungu. we are passionate, we will be compassionate for the souls. Tunapokuwa na shauku na Mungu, basi tutakuwa na huruma kwa ajili ya nafsi. And passion for God can intoxicate, Na shauku ya Mungu inaweza kukulevya, can move you to action. inaweza kukufanya uingie kwenye matendo. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. This survey we look at the meditation wine. Ibada hii ya pili tunatazama mvinyo wa The kutafakari. wine of meditation. Mvinyo wa kutafakari. Meditation is an art of reasoning with God. Kutafakari ni kitendo cha kufikiri pamoja na Mungu. The art of reasoning with God in scriptures, Unafikiri pamoja na Mungu kupitia maandiko in a bid to find solution to the challenges of life. katika jitihada za kutafuta majawabu ya changamoto za An maisha. art of reasoning with God in the Ni scriptures, kile kitendo cha kufikiri na Mungu kupitia maandiko with a bid to find solution to the challenges of ukiwa na life. lengo la kutafuta majawabu ya And changamoto za in Isaiah maisha. chapter 1 verse 18, Isaya 1:18 God said, come, let us reason together. asema Mungu asa njoni na tusemezane. Let us reason together, say the Njoni Lord. tufikiri pamoja, asema Bwana. When you are meditating, you are reasoning together with God in scriptures. Unapotafakari basi unafikiri pamoja na Mungu katika And it maandiko. is through meditation that Rhema drop. Ni kupitia kutafakari ndipo ufunuo unakuja. And Rhema can intoxicate. Na ufunuo unaweza kukulevya. When revelation drop, Ufunuo unapodondoka it move you to action. unakuingiza wewe kuingia kwenye matendo. Somebody shout Sema hallelujah. haleluya. What is meditation? Nini maana ya kutafakari? It is thinking of scriptures, Ni kuwaza maandiko, pondering on scriptures, ukifikiri katika maandiko, spiritual reason of scriptures. ukiwaza kiroho kupitia maandiko. Praise the Lord. Bwana asifiwe. With the aim of harvesting insight. Ukiwa na lengo la kupata ufahamu. Hallelujah. Haleluya.
And I want you to understand that the best of God's word, Nataka uelewe kilicho bora katika neno la the Mungu. spirit behind the letters of God's word, Ile roho iliyoko nyuma ya maandiko ya neno la is Mungu revealed through the process of meditation. inafunuliwa kwetu kupitia njia ya kutafakari. Until you think scriptures, Usipowaza maandiko, you can't access revelation of scriptures. hauwezi kupata ule ufunuo kutoka kwenye maandiko. Until you reason scriptures, Usipotafakari maandiko, nothing will be fired into you. hakuna kitakachoamka But ndani yako. when you reason with scriptures, Lakini utapofikiri kupitia it maandiko, fires something into you. kitu kitaingia ndani And yako. one of the things it fired into you is called the spirit of faith. Na moja ya kitu kitakachoingia ndani yako na kukuamsha And ni the roho ya spirit of imani. faith makes you to speak the unspeakable. Roho ya imani na kufanya kutamka The spirit of faith visivyotambika. makes you to believe all things. Roho ya imani na kufanya uamini mambo The yote. spirit of faith makes you to dare the undareable. Roho ya imani na kufanya uthubutu With visivyothubutikika meditation, kupitia the kutafakari. spirit of faith dwells. Roho ya imani inaingia And ndani you yako, can go to the devil's den and take what belongs na to you. unaweza kwenda kwenye kambi ya shetani na kuchukua cha You will kwako. not know anything fear. Hautajua kitu You kinachoitwa will not know hofu. anything distraction. Hautajua kitu kinachoitwa kukatishwa Your tamaa. aim will be to go and take what belongs to Lengo you. lako litakuwa ni kwenda kuchukua ambacho ni cha When kwako. the spirit of faith dwells. Roho ya imani inapoingia And ndani it yako, comes through meditation. na roho hii inakuja kupitia kutafakari. You can't meditate and come back the same. Hauwezi kutafakari na ukabaki kama ulivyokuwa. Many of us read scriptures and quote it without thinking about it. Wengi wetu tunasoma maandiko, tunayanukuu, lakini hatuyatafakari. Meditation is so important Kutafakari ni kwa muhimu sana. that God had to instruct Joshua. Ndio maana Mungu ilibidi amwagize Yoshua. In Joshua chapter 1 verse 8, Yoshua 1 mstari ule wa 8. he have to instruct Joshua. Ilibidi amwagize Say, Yoshua. this book of law shall not depart out of thy mouth. Akamwambia kitabu hiki cha Torati kisitoke kinywani Thou mwako, shalt meditate therein bali uyatafakari maneno yake day and night. mchana na usiku, And thou mayest observe to do according to all that is written. upate kuangalia kutenda sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Maana In other words, what you will get as you meditate kwa maana mengine utakachopata unapokuwa ukitafakari it will make you prosperous. kitakufanya wewe ufanikiwe And it will cause you to have good success. na itasababisha ustawi. In other words, the devil cannot hinder you. Kwa maana mengine shetani hawezi kukuzuia. People of God, Watu wa Mungu, your success in life mafanikio yako katika maisha is tied to your meditation on the word. yanategemeana na kutafakari kwako neno la Say, Mungu. meditate on the word, Asa tafakari neno and you will be prosperous, na utafanikiwa and you will have a good success. na utapata ustawi We are mzuri. missing the blessings of God through the word Unakosa baraka za Mungu zilizoko katika neno because we don't meditate the word. kwa sababu hatutafakari neno. Meditation is committing scriptures to thought. Lakini kutafakari ni kuyachukua maandiko na kuyaingiza katika mawazo yako, The aim of harvesting testimonies. ukiwa na lengo la kupata shuhuda. You carry that scripture in your heart. Unabeba ilo andiko katika moyo The wako, way you carry people in your heart. namna unavyobeba watu katika moyo wako. If you carry scripture in your heart, your story will not be the way it is today. Kama ukibeba watu katika moyo wako, historia yako People itakuwa can kama carry ilivyo other leo. people in the heart. Badala ya kubeba watu kwenye moyo, Something that somebody did to you 5 years ago is still in your heart as if it's yesterday. kitu ambacho mtu amekutendea miaka 5 bado kiko moyoni mwako kama amekutendea jana But vile. the scripture of yesterday, you have forgotten it. Lakini andiko la jana umeshalisahau. If you ask you what was preached last Sunday, you have forgotten. Ukiulizwa andiko la Jumapili iliyopita Because you umeshasahau, didn't lay it to heart. kwa sababu haukutia moyoni. But what somebody did 20 years ago Lakini kile kitu ambacho mtu ametenda miaka is 20 afresh iliyopita, in your heart as it is yani now. kiko kipya katika moyo wako kama kimetendeka leo. Remove people from your heart and put scripture in your heart. Waondoe watu katika moyo wako, weka maandiko katika moyo wako. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Remove people from your heart. Waondoe watu kutoka katika moyo wako. Those people you put in your heart have not added anything in your life. Watu hao ulioweka katika moyo wako hawajawahi kukuongezea It chochote. only resort to bitterness. Wanakuletea It uchungu only tu, resort to backbiting. wanakuletea It only masengenyo, resort to gossiping. wanakuletea masengenyo. Move them aside, they won't take you anywhere. Waweke pembeni, And put hawatakupeleka the scripture popote. in your heart. Weka andiko ndani ya moyo I wako. want you to understand. Nataka uelewe, There are challenges that will come in your life. kuna changamoto zitakuja katika maisha yako You might not have a strength to call somebody to pray for you. ambao hautakuwa na nguvu ya kumpigia mtu simu The aje anointing kuombea. might not be there. Upako unaweza usiwepo There pale. won't even be a strength to go and take communion. Kunawezekana hakuna hata nafasi ya kwenda kushiriki ushirika Your note mtakatifu. will not be there.
ndugu zako wanaweza usiwepo Your pale, Bible will not be there. Biblia yako inaweza usiwepo pale. What will save you is the word in the heart. Kitakachokuokoa kwenye mazingira yao ni neno lililo What ndani will ya moyo save wako. you is the word in the heart. Kitakachokuokoa wewe ni ile neno ndani ya moyo What wako. will save you is the word in the heart. Kitakachokuokoa wewe ni neno ndani ya moyo wako. Move people out of your heart and reason the word in your heart. Watoe watu kutoka kwenye moyo wako, weka neno ndani ya moyo wako. Miss the word in your heart. Weka neno ndani ya moyo wako. You know, in Hebrew chapter 4 verse 2, Hebrania 4 mstari wa 2, the Bible says, Biblia inasema, he said, for unto us was the gospel preached, asema kwetu pia injili ilihubiriwa as well as unto them. kama ilivyohubiriwa kwao, But the word preached lakini neno lilohubiriwa did not profit them. haliwakuwafaa wao. Not because they didn't miss it. He said they not being mixed with faith to them that had it. Ni kwa sababu wao walisikia walikulichanganya na imani. The missing area of the word is the heart. Eneo la kuchanganya neno ni moyoni mwako. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And you know, God is a God that searches the heart. Na unajua Mungu ni Mungu anayechunguza moyo. You know, when we gather like this, God counts heart present than physical present. Tunapokusanyika hapa kama hivi, Mungu anahesabu uwepo wa moyo kuliko uwepo wa mwili. Many people can sit in church, Watu wengi wanaweza kukaa kanisani, but their heart is in one place. lakini mioyo yao iko eneo Maybe fulani. they have arranged for one babalawo they will meet. Kwamba moyo wako iko eneo fulani ambako atakwenda That's kukutana. one native doctor they will meet. Kwamba huyo mganga kienyeji atakayekutana naye. One professional prophet they will meet Yule at nabii fulani mtaalamu atakayekutana naye. one professional prophet they will meet at Indian Ocean. Nabii fulani mtaalamu atakayekutana naye kwenye Their bahari ya heart is Hindi. there. Their heart is there. Mioyo yao iko mbali, And they are seated here presently. lakini wamekaa hapa kimwili. God will say, my son, give me your heart. Mungu anasema, mwanangu, nipatie moyo wako. Give me your heart. Nipatie moyo wako. God searches all hearts. Mungu anachunguza mioyo And he understands all imagination of the heart. na anaelewa mawazo yote na fikra za moyo. And you know, even God goes to what we think to do it. Unajua Mungu naye anajivunia kile tunachowaza In kukifanya. Ephesians chapter 3 verse 20, Efeso the 3:20. Bible says, now unto him that is able to do Kwake yeye awezaye kufanya exceedingly, zaidi abundantly, above all that we ask or think, kwa utele kuliko yote tuwazayo au tuombayo, according to the power that worketh in us. sasa na ile nguvu inayotenda It kazi goes ndani yetu. beyond what we say, but what we think in the heart. Anatazama pia kile tunachowaza ndani ya mioyo yetu. Meditation is in the heart. Tafakari inafanyika ndani ya Take moyo. time to meditate. Look at scriptures and meditate the scriptures that is relevant to your situation. Tumia muda, chukua maandiko, tafakari maandiko yanayohusiana na changamoto unayopitia. It will give back to faith to take what belongs to you. Na maandiko hayo yatakuzalia imani itakayokuvusha. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Many people say God does not speak. I have not heard God's voice. Watu wengi wanasema sijaisikia sauti ya Mungu. We hear God's voice by thinking the scriptures. Tunamsikia Mungu kupitia kutafakari maandiko. And you see the Holy Ghost ministering to you, speaking to you as you are meditating scriptures. Na unapokuwa kutafakari maandiko utaona Roho Mtakatifu akisema na wewe. Even you can think, you can meditate your way out of challenges. Na unaweza ukatafakari hata ukatoka kwenye hizo You changamoto. can reason your way out of challenges. Unaweza ukatafakari na ukatoka kwenye changamoto. The apostles reasoned their way Mitume walifikiri to keep the fire of revival burning. hata wakafikia mahala pa kuweza kutunza uamsho You know, uliokuwa when the unawaka. church started multiplying, Kwa sababu kanisa lilipoanza kuongezeka. in Acts of Apostles chapter 6, Matendo ya Mitume sura ile ya 6 reading from verse 1 to 7, mstari ule wa kwanza mpaka wa 7. and many women started complaining. Wanawake wengi wakaanza Say kulalamika. the way they are sharing this thing, there are people they are neglecting. Wasema wanavogawa hivi vitu kuna watu The wanawaacha. thing nearly scattered the church. Jambo hili karibu litawanya But the kanisa. apostles sat down and reasoned their way out of challenges. Mitume wakakaa wakatafakari namna ya kutoka kwenye hiyo They say, changamoto. oh, it is not good for us to leave the word of God and serve tables. Wakasema haipendezi kuliacha neno la Mungu na kuhudumu mezani. Wherefore, brethren, look ye among you 7 men of honest report. Basi ndugu zangu, changueni watu 7 miongoni mwenu walioshuhudiwa kuwa ni Somebody wema, full of the Holy Ghost and wisdom, waliojaa Roho Mtakatifu na hekima, whom we may appoint over this business. ambao tutawaweka juu ya jambo hili. Praise the Lord. Bwana asifiwe. But for us, Lakini we kwetu will sisi give ourselves continually to prayer and the ministry of the word. tutajitoa katika uendelevu katika And maombi na that kulihudumia delivered neno, a church from going down. na hiyo iliyokuwa kanisa lisishuke And that chini. was the first time, that was the first record of ordination of deacons. Hapo ndio kwa mara ya kwanza tunaona mashemasi wanaanzishwa kwenye They kanisa. appointed 7 people to be ordained deacons.
waliwachagua watu 7 wawekwe wakfu kama One of mashemasi. them was Stephen, another was Philip, and 5 others. Kuliwepo na Filipo, Prokorari na wengine hao. And in verse 7, Mstari wa 7, after they have done that, baada ya kufanya jambo hilo, the word of God increased. neno la Mungu The number likaenea. of disciples multiplied in Jerusalem greatly. Hesabu ya wanafunzi ikazidi And sana a katika great company Yerusalemu. of the priests were obedient to the faith. Jamii kubwa ya makuhani wakaitii It ile imani. was reason that got them out of that problem. Ni kule kutafakari ndiko kulikuwatoa kwenye ile changamoto. You can reason your way Unaweza ukatafakari out of every challenge. na ukatoka kwenye kila aina ya changamoto. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Somebody asked God's servant one day, that was New York Times. Kuna mtu wa Mungu, mtumishi wa Mungu aliulizwa na gazeti hilo New York Times. He granted them interview some time ago, Walimpa interview and they enjoy what he was telling them. na walikuwa wanafurahia yale alikuwa They anawaambia. say, sir, Wakamwambia, bwana, please excuse me, what do you do with your time? wakamwambia, unatumiaje muda wako? God's servant answered immediately, Mtumishi wa Mungu akajibu kwa haraka, I read and think. ninasoma na ninatafakari. I read and think. Ninasoma na ninatafakari. You can't make the most of the potential in you without reasoning. Hauwezi kutumia kwa makini na kwa mafanikio viwekezo vyako ndani yako pasipo Meditating kufikiri. on scriptures. Kutafakari kupitia maandiko. You read anointed book, think. Unaposoma vitabu vya wapakwa mafuta, tafakari. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. People of God, when we are committed to meditation, Watu wa Mungu, tunapojitoa katika kutafakari, we access spiritual solution tunapata majawabu ya kiroho to every issue of concern. kwa kila changamoto inayotukabili. Meditation triggers violent faith. Kutafakari kunachochea imani ya mabavu. And that's why Apostle Paul was speaking to his son Timothy. Ndio maana mtume Paulo alikuwa ananena kwa mwanae In Timotheo. 1 Timothy chapter 4 verse 13. Timotheo wa kwanza 4:13. 1 Timothy chapter 4 verse 13. Timotheo wa kwanza He said, 4 mstari wa till I 13. come, give attendance to reading, Mpaka nitakapokuja, to exhortation and to doctrine. weka umakini katika kusoma. Verse 14. Mstari wa He 14. said, neglect not the gift that is in thee, which was given to thee by prophecy. Usiache kuitumia karama iliyowekwa ndani yako And kupitia unabii with the laying off of hand of the presbytery. na kwa kuwekewa mikono ya wazee. And he said, meditate upon these things. Anasema utafakari mambo hayo Give thyself wholly to them, na ujitoe kikamilifu katika mambo hayo, thy profiting may appear to all. ili mafanikio yako yaonekane kwa watu wote. Meditate. Hasa tafakari If your profit must appear. kama unataka kupata faida. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger Sikia hallelujah. haleluya kubwa. I'm not hearing a bigger Sikia hallelujah. haleluya kubwa. The story of Abraham and Sarah. Habari ya Ibrahim na Sara. In Romans chapter 4, reading from verse 17 to 21. Warumi 4 kuanzia mstari wa 17 mpaka wa They 21. reason God's word. Walitafakari neno And la the Bible Mungu. said they were persuaded Biblia inasema that walishawishika what God has said He's able to perform. kwamba kila ambacho Mungu amesema anaweza They kukitenda. were strong in faith. Walikuwa hodari katika imani. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And what kept them going? Nini kilisababisha waendelee kusonga mbele? What God has said. Ni kile ambacho Mungu If alisema. you reason the word of God, Ukitafakari kwenye neno la Mungu, it will birth violent faith in you. kitaamsha imani ya mabavu ndani Faith yako. that will not hear no to an answer. Imani ambayo haiwezi kukubali hapana kama jawabu. Faith that does not consider protocols. Imani ambayo haifuati taratibu. Comes by meditation. Imani hiyo inakuja kupitia kutafakari. Let's go back and think scriptures. Turudi sasa tuanze kutafakari maandiko. And the profit in that scripture will appear to you. Ili faida iliyoko katika ile andiko idhihirike kwako. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger Sikia hallelujah. haleluya kubwa. Even by meditation, Hata kupitia kutafakari you can put a stop to every loss in your life. unaweza kukomesha kila hasara ama kupoteza You will katika get maisha yako. solution to every loss in your life. Utaleta majawabu ya kila aina ya kupoteza kwenye It maisha is yako. not all about writing notes. Hii haihusiani tu na It's kuandika kwenye about after daftari. service sitting down. Hii inahusiana na kukaa Look chini at the baada ya point ibada, raised. kutafakari And hayo, even from that thing you wrote, na unasoma yale God uliyoandika, can minister to you how to go about it. yale ambayo Mungu amekuhudumia namna ya Even kufanya what kazi. was not preached, Hata kile ambacho He hatujahubiri can speak to you what to do. anaweza akaongea na wewe nini cha kufanya. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Until we do something in this kingdom, we will not get something. Tusipofanya kitu katika ufalme huu hatutopata kitu. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I want you to understand Nataka uelewe from scriptures. kupitia maandiko
we discover that man's losses began at the fall. tunagundua mwanadamu alianza kupoteza alipoanguka. When men fell to sin, Mwanadamu alipoanguka kwenye dhambi, he fell from grace to grass. aliondoka kutoka kwenye neema akaishia kwenye Man majani. became a victim of disgrace. Mwanadamu akawa mhanga wa fedhea. Man lost his connection with God. Mwanadamu akapoteza muunganiko wake Man na lost Mungu. his dignity. Akapoteza ule utu wake. Man lost his dominion. Akapoteza umiliki wake. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And Jesus came Na Yesu akaja because the devil stole those things. kwa sababu shetani aliiba hivyo vitu. And he said, I have come to restore it. Yesu akasema nimekuja kurejesha. In John chapter 10, verse 10, Yohana 10:10. the devil came. Shetani alikuja, He's called the thief. anaitwa He mwizi. came to steal. Alikuja kuiba, He came to kill. alikuja He kuua, came to destroy. alikuja But kuharibu. Jesus said, I have come Lakini Yesu sasa to nimekuja put a stop to your ili losses. kukomesha kupoteza kwako. That's why we can declare today Ndio maana tunaweza tukatamka leo and say no more na loss. kusema hakuna kupoteza tena. Somebody Hakuna say hasara no tena. more loss. Sema hakuna kupoteza tena. I'm not hearing it. Say no more Sema loss. hakuna kupoteza tena. Somebody shout a bigger Sema hallelujah. haleluya kubwa. Somebody shout a bigger Sema hallelujah. haleluya kubwa. When we talk about no more loss, Tunapozungumzia hakuna hasara ama hakuna kupoteza, talking about putting an end tunazungumzia kwa habari ya kukomesha to every unwanted situation in our life. kila hali tusiyoitaka katika maisha yetu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And we have to work it out Na tunabidi tutendee kazi. until we are angry with the thief Tusipomkasirikia mwizi and warn him not to come back again. na kumuonya kwamba asirejee tena, He will keep on coming to steal. ataendelea kuja kwetu. But enough is enough for the devil today. Lakini yatosha kwa shetani The leo. last thing you lost shall be the last. Cha mwisho ulichopoteza ndio kitakuwa cha mwisho I'm not kabisa. hearing a louder Sisikii amen. amina kubwa. I'm not hearing a louder Sisikii amen. amina kubwa. Now that we have identified that the devil is a thief Na tumeshatambua kwamba shetani ndio mwizi and he goes about stealing people's health, na anazunguka huko na huko akiiba afya za stealing watu, people's marital destiny, akiiba hatima za ndoa za stealing watu, people's financial destiny, akiiba hatima za fedha za watu. we must put a stop to the activities of the thief. Lazima tukomeshe shughuli za mwizi. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Note these 5 points I want to share with you now. Tambua hizi pointi 5 nataka kushirikishana na As wewe it sasa, concerns a no more loss, zinazohusiana na kwa habari ya hakuna kupoteza tena. I want to bring to your understanding Nataka upate kuelewa hili that God kwamba Mungu have an agenda, anao that mpango, whatever he have done for us, kwamba chochote alichotutendea that it should last forever. kwamba kidumu milele. That if he have healed us, Kama alituponya, the healing should be forever. uponyaji unapaswa kudumu na kuwa wa milele. God's servant was sharing a man that God healed the first time of 1983. Mtumishi wa Mungu alitoa ushuhuda kwamba kuna mtu aliponywa mwaka Till 1983 2018, the man is healed. mpaka 2018 mtu You huyo are not meant ameponywa. to be healed today and tomorrow the sickness come back. No. Hajakusudiwa uponywe leo, kesho ugonjwa urejee. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Whatever blessing God have given to you, Baraka yote ambayo Mungu amekupa, his agenda is for it to last forever. mpango wake ni kwamba baraka hiyo idumu milele. Ecclesiastes chapter 3 verse 14. Mhubiri 3, The Bible says, I know Biblia sana najua that whatever the Lord doeth, jambo alilofanya Mungu it shall be forever. litakaa milele. Nothing shall be put to it, Hakuna kinachoweza kuongezwa and pale nor anything taken from it. wala kitu chochote For kupunguzwa, God doeth them, kwana Mungu ndiye ametenda that men should fear before him. ili wanadamu wamche yeye. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Let's be rest assured. Tuwe na pumziko na imani ya hakika If God have given you that testimony, kwamba kama Mungu amekupa ushuhuda it is forever. ni kwa ajili ya kudumu But milele, it's not so with the devil. na sivyo hivyo kwa shetani. The devil give you something with one hand Shetani anakupa kitu kwa mkono mmoja and he collect you with another hand. na anachukua kwa mkono The mwingine. devil will give you money. Shetani atakupatia pesa He will send armed robbers to collect it on the way. na baadaye atatuma majambazi waichukue. That's the way he walk. Hivyo ndivyo namna anatenda kazi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I told you one day that if the devil give you child, Nilikuambia siku moja, kama shetani akupa mtoto, he's giving you a demon. anakupa pepo. He will use that child to collect all the money you have. Atamtumia huyo mtoto kuiba pesa zote ulizokuwa nazo. But it's not so with God. Lakini sivyo hivyo kwa Mungu. Is somebody hearing what I'm Kuna saying? mtu anasikia anachokisema? Is somebody hearing what I'm Kuna saying? mtu anasikia anachokisema? Somebody shout a bigger Sema hallelujah. haleluya kubwa. Somebody say no more loss. Sema hakuna hasara tena. Somebody hakuna say kupoteza no more tena. loss. Hakuna hasara tena. And understand also Lakini elewa pia that by
By redemption, kupitia you wokovu are not permitted to suffer loss. haukusudiwi kupata hasara, Because the path of a justified kwa sababu njia ya mwenye is haki a shining light ni kama nuru that ing'ayo, shine more and more. inaong'ara zaidi na zaidi. You are not meant to reduce. Haujakusudiwa kupungua. There should not be a story of better last year. Haupaswi kuwa na habari ya mwaka jana ulio There bora. should not be a story of better yesterday. Haipaswi kuwa na habari ya jana iliyo bora. Over 4 verse 18. Mithali 4:18. Because even 2 Corinthians Kwa sababu hata Wakorintho wa pili chapter 7 verse 18. sura ya 3 mstari wa The Bible 18. says, as we behold him Besa tunapomtazama as in the glass, kama vile katika kioo, the glory of the Lord utukufu wa Bwana, are changed into the same image. tunabadilishwa tufanana mfano huo From glory to glory. kutoka utukufu hata utukufu. We are to move from glory to glory. Tumekusudiwa kutoka utukufu hata utukufu, Not from shame to glory. sio kutoka kwenye Not from glory to shame. sio kutoka kwenye utukufu kwenda kwenye It is aibu, from glory to ni glory. kutoka utukufu kwenda utukufu And that mwingine, is how you are moving. na huko ndiko unakwenda. You will not go down in life. Hautashuka chini kwenye You will maisha, not lose your health. hautapoteza afya yako, You will not lose your brother. hautapoteza You ndugu will zako, not lose your wife. hautapoteza mke You will wako, not lose your wife, your husband. hautapoteza mume wako, You will not lose your possessions. hautapoteza mali zako. No more loss in your Hakuna business. hasara tena kwenye biashara I'm not yako. hearing a louder Sikia amina amen. kubwa. By redemption, we are not permitted to suffer loss. Kupitia wokovu hatujakusudiwa kupata hasara. But let me also say it to you Lakini niseme hivi tena kwako, that by being servant of the Most High God, kwa kuwa mtumishi wa Mungu aliye hai, serving Him in truth and in deed, ukimtumikia katika kweli na we katika are not matendo, supposed to lose anything. pia na wewe haupaswi kupoteza The kitu. things are being added to us. Vitu vinaongezwa kwetu. And fourthly, Na cha nne, you must know unapaswa kutambua that God is not only interested in recovering what was lost, Mungu hafurahii tu kurejesha ulichopoteza, He's interested in keeping them. lakini anafurahia kuvitunza. Everything you have recovered this week. Chochote ulichokirejesha wiki hii. Last Sunday was our covenant day of recovery. Jumapili iliyopita ilikuwa ni siku yetu ya kiagano ya marejesho. God have caused you to recover all. Mungu amesababisha urejeshe And vyote, He is committed to keep what have been na recovered. sasa amejitoa ili kutunza ulichokirejesha. And number 5th Na cha tano, key point you must know, pointi ya muhimu kabisa unapaswa that kufahamu, God's covenant kwamba agano la Mungu must always leave you with a responsibility. wakati wote linakupatia wajibu wa That's kufanya. why in this kingdom, until your own part is played, Katika ufalme wangu usipofanya sehemu yako, God is not committed. Mungu hawajibiki. A covenant is a deal Agano ni makubaliano with a well-defined terms, yakiwa na maelekezo sealed yanayotambulika, with an oath. yenye muhuri wa kiapo. God is the covenantor. Mungu ndio analiandika hilo And you agano. and I, we are the covenantee. Wewe na mimi ndio tunaisaini hilo In agano. between two people. Ni baina ya watu wawili. There are things God will do, Kuna vitu ambavyo Mungu and there are atavifanya things we will do. na kuna vitu ambavyo sisi And God tutavifanya. is always constant. Na wakati wote He is ever faithful to do his part. Mungu yeye ni mwaminifu kufanya But sehemu he is yake, not committed to do his part lakini hawajibiki kufanya sehemu yetu. until we do our own. Mungu hatofanya sehemu yake mpaka sisi tumefanya sehemu The yetu. covenant is not free. Agano si la We bure, have responsibilities attached to linatupatia it. wajibu wa kufanya. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I say praise the Lord. Bwana asifiwe. In Genesis chapter 7 verse 7, I read it in the first service. Mwanzo Genesis chapter 17 verse 7. Mwanzo 17 mstari ule wa 7. We are talking about covenant. Hapa tunazungumza kwa habari ya God said, agano. I told Abraham, I will establish covenant between me and thee. Mungu alimwambia Ibrahim, nitathibitisha agano baina yangu mimi na wewe Thy seed after thee in their generations. na uzao wako baada yako katika kizazi chako. Remember, we are the seed of Abraham. Kumbuka sisi ni uzao wa Ibrahim. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Galatians chapter 2 verse 29. Galatia We are 2:29. seed of Abraham. Sisi ni uzao ama Put back mbegu that ya scripture. Ibrahim. Put back that Weka scripture. hilo andiko tena, Genesis 17 verse 7. Mwanzo 17 mstari wa 7. And he said, for an everlasting covenant. Kwa agano la milele, And in verse 10. mstari wa 10. And God said, it is not free. Mungu sasa sio bure hii. Verse 10. Mstari wa 10. And he said, this is my covenant, Hili ndilo agano langu which you shall keep utakalolishika between me and you, kati yangu mimi na thy wewe seed and after thee. na uzao wako baada You yako. and I are involved today. Wewe na mimi tunahusika He leo. said, this is a responsibility. Anasema huu ndio wajibu. For me to be committed, Ili mimi niwajibike sehemu every yangu. man child among you Kila mwanaume must be
shall be circumcised. kwenu lazima atairiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. That is responsibility. Huo ndio wajibu. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. In other words, if Abraham didn't do it, Kwa maana mengine kama Ibrahimu hakufanya hilo agizo, God will not be committed to the covenant. Mungu asingewajibika kwenye hilo agano. There are things God have given you and I to do. Kuna vitu ambavyo Mungu ametupa wewe na mimi kufanya. For this verdict of no more loss to walk, Ili tamko hili la hakuna hasara tena litende kazi. He will not do it. Yeye Mungu hatotufanyia kwa He niaba will yetu. only do what you cannot do. Yeye anafanya tu kile ambacho wewe huwezi kufanya. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Okay, what? Let's look at our responsibility in this covenant of no more loss. Tutazame sasa wajibu wetu katika ile agano la hakuna kupoteza tena ama hakuna hasara tena. Number one, Cha kwanza, be born again. okoka ama zaliwa mara ya pili. At redemption, Kupitia wokovu we are translated from the kingdom of darkness into the kingdom of light. tunahama kutoka katika ufalme wa giza tunaingia katika ufalme wa Colossians nuru. chapter 1 verse 13. Kolosai 1:13. And when we walk in the light, Tunapotembea katika we nuru have no occasion to stumble. hakuna mahala pa kujikwaa. When we are born again, Tunapookoka we are rescued from the scourge of losses. tunaokolewa kutoka eneo la kupata hasara, Because Jesus came kwa sababu Yesu that we alikuja might have it and keep it. Jesus came that we might have it. Yesu alikuja ili tuwe navyo And he's committed to keep it. na anawajibika kuvitunza. Somebody shout Sema hallelujah. haleluya. And by being born again, Na kwa kuokoka kwako there are things that our package, redemptive package, kuna vitu ambavyo ni fungu letu kupitia wokovu, and losses is not part of it. na hasara sio sehemu ya fungu letu. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Understand that at new birth, Elewa kwamba kupitia wokovu not only our sins are taken away, si kwamba tu dhambi zetu but zinaondolewa, our past failure, lakini kushindwa kwetu kwa our kale, disappointments, kule kukatishwa tamaa, our rejections, kule kukataliwa, our troubles, yale matatizo yetu etc., we are also taken away. na mengine yote yaliondolewa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Remember in 2 Corinthians chapter 5 verse 17, Kumbuka katika Wakorintho wa pili The Bible 5:17 Biblia inasema if any man be in Christ Jesus, kama mtu akiwa ndani ya Kristo he Yesu, is a new creature. yeye amekuwa kiumbe kipya, All things are passed away. mambo yote ya kale yamepita, Losses are passed away. laana zimepita. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And that's why we can declare Ndio maana tunataka kutamka and say no more na loss, kusema hakuna hasara tena, because we are in Christ Jesus. kwa sababu tuko ndani ya Kristo Somebody Yesu. shout a bigger hallelujah. Sema haleluya kubwa. Somebody say, I am in Christ Jesus. Sema niko ndani ya Kristo Yesu. No more loss. Hakuna hasara tena. Somebody say, I am in Christ Sema niko Jesus. ndani ya Kristo Yesu. No more loss. Hakuna hasara tena. Shout it louder, Sema amina amen. kubwa. What is our responsibility? Wajibu wetu ni nini? Number 2, Namba 2. we must be committed to serving God at the interest of his kingdom. Lazima tujitoe kumtumikia Mungu na matakwa ya ufalme wake. Serving God at the interest of his kingdom Kumtumikia Mungu na matakwa ya ufalme wake secures our life from the plague of losses. kunaokoa maisha yetu kutoka kwenye lile janga la hasara. Losses is a cause. Hasara ni laana. That anytime you get something, you lose it. It's a cause. Yaani pale unapata kitu unakipoteza And mara, hiyo what ni cancel laana. causes is blessing. Na kinachofuta laana ni baraka. Blessing is an antidote to any cause. Baraka ndio tiba ya laana. And when we serve God, we connect to the blessing of God. Tunapomtumikia Mungu tunaunganika na baraka za Mungu. Exodus chapter 23 verse 25. Kutoka 23:25 And you shall serve the Lord thy God. nao utamtumikia Bwana Mungu And wako, he shall bless thy bread and thy na water. atabariki mkate wako na maji When yako. God blesses your bread and your water, Mungu anapobariki mkate na maji you cannot lose them. hawezi kupoteza. Somebody silence. Somebody shout hallelujah. Sema The haleluya. Bible said, destroy it not, because there is blessing in it. Biblia inasema usiharibu kwa sababu kuna baraka ndani yake. And this blessing is contacted on the altar of service. Baraka hizi unazipata kupitia madhabahu ya utumishi. People of God, seeking first the kingdom of God, Watu wa Mungu tafuta kwanza ufalme wa in Mungu going after souls, kwa kwenda kufuata in nafsi, praying kingdom kwa advancement kuombea prayers, maombi ya kusogeza mbele ufalme wa in Mungu, making sure that souls are established, na kwa kuhakikisha nafsi zinathibitika, we always resort to addition, not losses. wakati wote itapelekea maongezeko na si Matthew hasara. chapter 6 verse 33. Mathayo The 6:33 Bible says, Biblia inasema seek ye first God tafuteni kwanza
and all that concerns God. Mungu na masuala yote yanayohusiana na All Mungu other things people are dying to get na mambo mengine ambayo watu wanatafuta hata shall be kufa supernaturally added unto you. yatazidishwa kwako And kiungu. when God adds something to you, Na Mungu anapokuongezea no kitu, devil can subtract hakuna it. shetani anaweza When kukiondoa. God adds something to you, Mungu anapokuongezea no kitu, devil can subtract hakuna it. shetani anaweza kuondoa. Somebody shout Sema hallelujah. haleluya. You are missing a lot when you are not serving. Unapoteza vingi unapokuwa utumiki. Serve God. Tumikie Mungu. You will not see losses anymore. Hautakaa uone hasara tena. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Operation Must Abide is an opportunity Operation lazima wadumu, hii ni fursa to demonstrate your love for God. ya wewe kuonyesha upendo And wako kwa God will be Mungu. committed to the affairs of your life. Na Mungu naye atawajibika katika masuala ya maisha yako. when you are busy, Unapokuwa na shughuli nyingi doing the things of God, ukifanya mambo ya Mungu, God will be busy Mungu naye handling the affairs of your life. atawajibika kushughulika na masuala ya maisha Many yako. people serve and say, I didn't even pray for this thing and it happened. Watu wengi wanasema sijaombea jambo hili lakini Many limetokea. people have said, oh, I have not even prayed for sickness this year. Watu Pray, wengine pray against sickness. wanasema sijaomba kinyume na magonjwa mwaka huu, But no sickness anymore. lakini hawajawahi kupata Because magonjwa. as they are serving, Kwa sababu wanapotumika, the devil will never touch them to take their healing. shetani hataweza kuwagusa na kuondoa afya yao. People of God, you are not wasting your time serving God. Watu wa Mungu haupotezi muda wako unapomtumikia Mungu. Is what commits God to add to you. Kumtumikia Mungu ndo kunamfanya Mungu And akuongezee. when he adds, no devil can Na subtract. anapokuongezea hakuna shetani anaweza kuondoa. Serving God delivered from loss of health. Kumtumikia Mungu kuna tuepushe na kupoteza God said, I afya. will take sickness away from Mungu you. asante, taondoa magonjwa mbali Serving God nawe. in Jeddah supernatural breakthrough. Kumtumikia Mungu na kupatia mipenyo ya kiungu. All we need to do again Tunachohitaji kufanya tena is to enter into a covenant to serve God. ni kuingia katika agano la kumtumikia And we Mungu, shall enjoy rest roundabout. na tutafurahia pumziko In pande Second zote. Chronicle chapter 15 verse 12 to 15. Nyakati wa pili 15, 12 mpaka The Bible 15. said the children of Israel, they enacted or they entered into a covenant Biblia inasema wana wa Mungu waliingia agano to serve the Lord their God. kumtumikia Bwana Mungu wao. Second Chronicles 15 verse 12 to 15. Nyakati wa pili And sura ya they 15 mstari wa rejoiced at the 12, oath they have taken. wakafurahia kile kiapo walichowapa. And in verse 15, Mstari ule wa 15, God gave them rest roundabout. Mungu akawapa pumziko pande Gave them zote, rest from losses. akawapa pumziko kutoka kwenye hasara. It was a new beginning for them. Hii ilikuwa ni mwanzo mpya kwao, And that can be a story of someone today. na hii inaweza ikawa ni historia ya mtu hapa leo. Serve God. Mtumikie Mungu. Anything God have given to you, let it not be an obstacle that hinders you from serving God. Chochote ambacho Mungu amekupatia kama baraka kisiwe ni Many people kizuizi cha wewe apply to kumtumikia God. Mungu. God, give me a job. Watu wengi wanalia kwa Mungu, Mungu nipatie kazi. When God give them a job, Mungu anapowapa kazi, there is no time to serve God. hawana tena muda wa And it's not kumtumikia that Mungu. the job is not giving them time. Na sio kwamba hiyo kazi haiwapi The muda. job becomes an excuse they use now. Kazi ndio inakuwa ni dharura wanayotumia au mbadala The wanayotumia. same people that say, oh, I don't have time because of my job. Mtu huyo anasema sina muda kwa sababu ya kazi yangu. But if there is a place to chop life, they will go there to chop life. The time. Lakini kama kuna sehemu ya kufurahia maisha, watakwenda pale kufurahia maisha. Very early their village, they will take 1 week. Hata kwenda kijijini watakaa wiki But they nzima. can't take 1 day to come and pray for the kingdom. Lakini siku moja tu ya kuombea ufalme wa Mungu hawana. God will forgive you. Mungu akurehemu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I say praise the Lord. Bwana asifiwe. Somebody shout a bigger Sema haleluya hallelujah. kubwa. Make a covenant to serve God. Ingia agano la kumtumikia Mungu. We are not just serving God now Hatumtumikii Mungu tu sasa because somebody said we should serve God. kwa sababu mtu amesema tumtumikie Mungu. We are serving God because it's a covenant. Tunamtumikia Mungu kwa sababu hilo ni agano. Necessity is laid upon me. Ulazima umewekwa kwangu. Praise the Lord. Bwana Apostle asifiwe. Paul said, woe unto me if I preach not the gospel. Mtume Paulo anasema ole wangu mimi nisipoihubiri I Injili. know that it is my part to play. Ninajua huo ni wajibu If wangu mimi God must be kufanya. committed in my life. Hii kazi imetolewa katika maisha Sir, it yangu. is a covenant. Ni agano ndugu yangu. Nobody pushes me to serve God Hakuna alinisukuma mimi nimtumikie Mungu. because it is a covenant between me and God. Kwa sababu hilo ni agano baina yangu mimi na If Mungu. you enter such covenant, Ukiingia agano kama hilo, when it is time for prayer for Operation Must Abide, inapofikia wakati wa maombi ya operation lazima wadumu. you will be rejoicing. Utakuwa Oh, ukifurahia. it is my privilege to do my part, God. Utasema ni fursa yangu ya kufanya sehemu yangu Mungu. I pray that you enter such covenant. Ninakuombea na wewe uingie agano kama hilo. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. God's servant had an encounter with God.
Mtumishi wa Mungu alikutana na Mungu. Reading a book written by Oswald J. Smith many years ago, before even he was called to ministry. Akisoma kitabu kilichoandikwa na huyo mtumishi miaka mingi kabla hajaja hata kwenye huduma. A man God uses by Oswald J. Smith. Mtu ambaye Mungu alikuwa anamtumia. And he encountered Matthew 6:37. Kitabu hicho kilikuwa kinaitwa Mtu ambaye Mungu atamtumia. And he was in courtship with Mama then. Na akakutana na Mathayo 6:33. He Wakati called huo alikuwa na mamas. uchumba na He mama wrote a Faith. lot of things down. Na akaandika vitu vingi chini. I say all my life will be for God. Akasema maisha yangu yote nitatoa kwa Wherever Mungu. God cannot take me, may never be there. Popote ambako Mungu hatonipeleka He nisiwepo hapo. called it a seed order. Anasema ni makubaliano aliyoweka He called muhuri. it a jackpot of life. Aliita kwamba hii ni bingo ya maisha. He called Mama to say, meet me at the church. Alimuita mama wakutana naye kanisani. They sat down at the church. Walikaa chini It kanisani. was only them in the church that day. Walikuwa ni wao tu kanisani siku Because it hiyo. was not a Sunday Kwa service. sababu haikuwa ni ibada ya Jumapili. And he said it was God that was a witness. Na sasa Mungu ndo alikuwa shahidi wao. He read everything to Mama. Akamsomea mama kila I kitu. said, Mama, are you still ready to follow a madman like this? Akamwambia mama, pamoja na yote uko tayari kumfuata The man mtu that have kichana received namna hii? everything to God. Mtu ambaye ametoa kila kitu kwa Mungu? Mama said, no problem. Mama akasema hakuna He tatizo. told Mama to sign. Mama naye akapata fursa ya kusaini. Mama signed. Mama akaeka saini. And that was what turned his destiny around. Na hicho ndicho kilichogeuza So, hatima yake. even today, the thing is still driving Bishop Oyedepo as if it was yesterday. Watu wa Mungu hata leo jambo hilo namsukuma mtumishi wa Mungu kama vile jana ndo aliingia It was a makubaliano. covenant he entered. Ni agano aliloingia. Many people stood against him when he started. Watu wengi walimpinga alipoanza. They said a lot of things. Walisema maneno But mengi. the more they said, the more the zeal was increasing. Walipozidi kusema ndipo shauku iliongezeka. All his mockers are disappeared today. Waliomdhihaki wote wamepotea leo. Where Bishop Oyedepo didn't knock and enter today, Mahala ambako Askofu Oyedepo anaingia leo, it will take them 1 year to enter there. itawahitaji kuchukua mwaka mzima kuingia pale. That covenant that day. Kwa sababu ya lile agano wakati huo. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Please enact that covenant. Tafadhali ingia agano namna I hiyo. have Bishop Oyedepo say one day, Nilimsikia Askofu Oyedepo akisema siku I've moja, never lost any blessing God have given to me. sijawahi kupoteza baraka yote ambayo Mungu amenipa. Covenant of service. Ni kwa sababu ya agano la utumishi. If you don't want to lose anything, Kama hutaki kupoteza chochote, the ball is in your court. mpira uko upande wako. Enact a personal covenant of service with God. Ingia agano lako binafsi la kumtumikia Mungu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I'm not hearing a bigger Sisikia hallelujah. haleluya kubwa. Somebody shout a bigger Sema hallelujah. haleluya kubwa. What is my responsibility? Wajibu wangu mimi ni upi? Number 3. Namba 3. And I will close in this number 3. Na Oh, nitahitimisha kupitia hii namba 3. maybe I will give another one. Au labda nitawapa nyingine. Number 3. Namba 3, You must be committed lazima ujitoe in making faith-based decrees. katika kufanya matamshi yaliyojawa imani. Anytime, most time we tell you to decree something or say something. Mara nyingi tunapowaambia mtamke kitu, But many people don't understand it. watu wengi hawaelewi. In this kingdom, declarations work. Katika ufalme huu matamshi yanatenda kazi. Even that's the way to express your faith. Hiyo ndio njia ya kuidhihirisha imani Whatever yako. you believe, you must say it. Chochote unachokiamini lazima ukitamke. Praise the Lord. Bwana asifiwe. If you don't say it, it means that you don't believe it. Usiposema maana yake ni kwamba hauamini. Job 22 verse 28. Ayubu The 22:28. Bible says, you shall decree a thing. Biblia inasema utatamka jambo, It is not that God shall decree a sio thing. Mungu He atakutamkia. said, you Wewe shall decree a thing. wewe ndio utatamka jambo And it shall be established. na jambo hilo litathibitika. Isaiah chapter 54 verse 17. Isaya 54:17. The responsibility in this covenant of no more loss. Agano hili la hakuna hasara tena. Me and you have a responsibility to decree things. Mimi na wewe tunao wajibu wa kutamka mambo And God is to confirm it. na yeye Mungu ana wajibu wa The Bible kuthibitisha. says, no weapon that is formed against you shall prosper. Biblia inasema hakuna silaha itakayoinuka kinyume nayo And itafanikiwa. every tongue that shall rise against thee in judgment, thou shalt condemn. Not God shall condemn. Na kila ulimi utakaoinuka kinyume nawe katika hukumu, wewe ndio utakaohukumu, He sio said, Mungu. you shall condemn. Anasema wewe utauhukumu. If you don't condemn it, God will not condemn it. Usipohukumu Mungu hatakusaidia What kuhukumu. you don't condemn, God will not condemn. Usichokihukumu wewe Mungu hatahukumu. What you don't cause will not wither away. Usicholaani akitonyauka. Mark 11 verse 12
of verse 13 and 14, Marko 11, 12, 13, 14. Jesus caused the fig tree. Yesu aliulaani mtini. Praise the Lord. Bwana In asifiwe. verse 14, the Bible said the disciples heard him. Mstari wa 14 Biblia inasema mitume And the wakamsikia. Bible told us, he said, no man eat food of thee thereafter forever. Na akasema na mtu asile matunda kwako tangu leo hata That's milele. the exact word of Jesus. Hayo ni maneno halisi ya Yesu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And I know that maybe the disciples didn't even say amen. Maybe it's not possible to say amen. Najua hata mitume hawakusema amina kwa And they sababu ni didn't- jambo gumu. Maybe some of them will take it, what is he saying? Na wengine wangedhani amesema jambo But the gani? next day in verse 21, Lakini siku iliyofuata mstari wa as 21 they are passing, walipokuwa wakipita, Peter calling, remember, say unto him, Petro akikumbuka akamwambia, Master, Bwana, behold, tazama the fig tree which thou causest is withered ule away. mtini ule ulani umenyauka. People of God, Watu wa Mungu, if you don't speak to situations, usipoitamkia hali yako you will not get solution. hautopata jawabu. If you don't speak to situations, Kama hautotamkia you mazingira don't yako get solution. hautopata majawabu. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. And Jesus said, have faith in God. Yesu akamwambia mwaminini Verse 22. Mungu. Mstari wa 22. Have faith in God. Mwaminini Mungu. And verse 23. Mstari wa 23. And verily I say unto you, Hakika ninawaambia, that whosoever shall say yeyote atakayeuambia to this mountain, mlima huu be thou removed, ng'oka and be uondoke thou cast into the sea, ukatupe baharini, and shall not doubt in his heart, na asione shaka moyoni but mwake, shall believe that those things which he says shall come to pass, bali aamini aliyosema atatukia, he shall have whatsoever he basi says. atayapata yote aliyoyasema. Somebody shout Sema hallelujah. haleluya. In this kingdom, it is what you say that you will have, Katika ufalme huu ni kile unachokisema ndicho utakachokipata, whether it's negative or positive. kiwe ni kinyume ama ni chanya. Many people are committed in saying positive things, Watu wengine wanajitoa kusema vitu chanya, calling sickness when sickness is far away. wanaita magonjwa wakati magonjwa yako mbali. Anything you say, you are calling it to come. Unachokitamka unakiita kitokee. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Mind what you say. Kuwa makini na unachokisema. Mind what you say. Kuwa makini na unachokisema. Decree and God will confirm it. Wewe tamka na Mungu He atathibitisha. confirmed the word of his servant, Anathibitisha maneno ya watumishi wake and he performed the counsel of his messengers. na anayakamilisha mashauri ya wajumbe wake. Hallelujah. Haleluya. I'm not hearing a bigger hallelujah. Sisikia haleluya kubwa. Numbers 14 verse 28. Hesabu 11:48. Numbers 14 verse 28. Hesabu 14:48. God told the children of Israel, Mungu aliwaambia wana wa Israeli, and he's saying to you and I, nami ninakwambia, say unto them, waambie, as truly as I live, kama ninavyoishi, says the Lord, asema Bwana, as you have spoken in my ears, kama mliotamka kwenye masikio yangu, so will I do to you. ndivyo You nitakavyowafanyia. know, God, even though you speak it in your bedroom, God hears. Hata kama umetamka chumbani ndani, Mungu He said, anasikia. what you say is what I will do. Anasema unachosema ndicho nitakachokifanya. There is a power in positive confession. Kuna nguvu katika ukiri sahihi ama Confess chanya. positively. Kiri chanya au kiri maneno sahihi. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger hallelujah. Sisikia haleluya kubwa. I'm not hearing a bigger hallelujah. Sisikia haleluya kubwa. The Bible says in Luke 21 verse 15 Biblia inasema katika Luka 21:15, that God have given you a mouth Mungu amekupatia kinywa and he have given you a wisdom na amekupatia hekima which all your adversaries ambayo maadui zako wote shall not be able to stand against, hawataweza kushindana nao, even resist what you say. hata kupinga kile ambacho wewe A unasema. closed mouth is a closed destiny. Kinywa kilichofungwa ni hatima iliyofungwa. Tell the mountain how big is your God, Uambie mlima ukubwa wa Mungu wako, and stop telling God how big is your mountain. na acha kuambia huo mlima ukubwa wake ni kiasi That gani. sickness is a mountain. Ugonjwa ni mlima. That untimely death in your family is a mountain. Hicho kifo cha kabla ya wakati kwenye familia That ni marital mlima. delay is a mountain. Uko kuchelewa katika ndoa ni You mlima. have to speak Inabidi utamke and continue to speak na endelea kutamka until the mountain clears its away. mpaka huo mlima uondoke. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. The devil will not want you to say. Shetani hatotaka useme, And I tell you, nami nakwambia, whatever the devil does not want you to say, chochote ambacho shetani hataki useme, double say it. kiseme mara mbili. Double say it. Kiseme mara mbili. Anytime, I remember one of the stations I pastored. Moja ya kituo nilichochunga,
They don't like me to preach one certain thing How or to open- say some certain things hawapendi niseme baadhi ya vitu because of the people doing it. kwa sababu ya watu, And I make sure that every day I climb altar, I said it. na nimehakikisha kila nilipokuwa napanda kwenye madhabahu When I climb natamka. altar, I must say it. Napopanda madhabahu lazima niseme. Anything the devil does not want you to say, Chochote ambacho shetani hataki wewe ukiseme, double say it. kiseme mara mbili. Somebody shout a bigger Sema hallelujah. haleluya kubwa. Somebody shout a bigger Sema hallelujah. haleluya kubwa. What is my responsibility? Wajibu wangu mimi ni upi? Genuinely connect to Zion. That's the church. Jiunganishe kikamilifu Sayuni, hapo ni kanisani. The church is your appointed place of blessing Kanisa ni mahala pako ulipochaguliwa kupata baraka zako and security. na usalama wako. God blesses and secures in church. Mungu anabariki na kuweka usalama kanisani. Remember 2 Samuel chapter 7 verse 10. Samueli wa pili 7 mstari ule wa The Bible 10. says, I will appoint a place for my people, Israel, Nitawaandalia watu wangu mahala and we plant them, na nitawapanda mahala that they hapo may dwell in the place of their own na watakaa mahala pao wenyewe and move no more. na hawataondoka Neither tena, shall the children of wickedness afflict them anymore as before time. wala mwana wa uovu hata watesa tena kama alipowatesa hapo When God mwanzo. has planted them in a church, Mungu anapowapanda kanisani I'm telling you, the affliction cease. na kuambia kabisa mateso Be yanakoma. genuinely committed to Zion. Jiunganishe kikamilifu na Sayuni. Zion is the God headquarters of blessing. Sayuni ni makao makuu ya And Mungu when God anapotoa baraka. blesses, Na Mungu anapobariki, When God blesses, Mungu anapobariki, no devil can take it away. hakuna shetani anaweza He kuondoa. plants his priest Anamweka kuhani wake as a transmitter of the blessings. kama chombo cha kuachilia hizo baraka. That's why we keep on pronouncing blessings. Ndio maana tunaendelea kutamka baraka. In Numbers chapter 6, Hesabu sura ile ya 6. because God blesses his people through his priest. Kwa sababu Mungu anabariki watu wake kupitia wale makuhani. Numbers 6:23 to 26. Hesabu 6:23 mpaka. And the Lord spoke so to Moses, Na Bwana akasema na Musa, speak unto Aaron and all his sons, mwambie Haruni na wanawe, say, on this wise you shall bless the children of Israel, mwambie namna hii mtawabariki wana wa Israeli, saying unto them, mkiwaambia the Lord bless ye and keep thee. Bwana akubariki na kukulinda, The Lord make his face to shine upon thee Bwana akuangazie nuru za uso and be wake gracious unto thee. na The kukufadhili. Lord lift up his countenance upon thee Bwana akuinulie uso and wake give thee peace. na kukupa amani. And they shall put my name upon the children of Israel, Ndivyo watakavyoweka jina langu juu ya wana wa and I Israeli, will bless them. nami That is nitawabariki. what happens in the church. Hicho ndicho kinachotokea When kanisani. God blesses, no devil can take it. Mungu anapobariki hakuna shetani anaweza kuchukua. Be genuinely committed to church. Jiunganishe kikamilifu kanisani. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Somebody shout Sema hallelujah. haleluya. Remember that blessing is a cure for curses. Kumbuka baraka ndio tiba ya laana. And finally, Na mwisho, what must I do? napaswa kufanya nini? Never give room to murmuring and complaining. Usitoe nafasi kunungunika na kulalamika. Be ever grateful. Wakati wote uwe mtu wa shukrani. In 1 Corinthians chapter 10 verse 10, Wakorintho wa kwanza 10 mstari wa the 10. Bible say, Biblia inasema it say, don't murmur, yeah. msinungunike They murmured and they were destroyed by the destroyer. kama wale walivyonungunika wakaharibiwa na mharibu. Murmuring and complaining Kunungunika na kulalamika drives the presence of God away. kunaondoa uwepo wa Mungu, But thanksgiving and praise lakini shukrani na sifa attract his presence. kunavuta ule uwepo wa When Mungu. you lack his presence, Unapokosa uwepo wake, you are inviting the devil. unamkaribisha You shetani. know, nature abhors vacuum. There is no vacuum in nature. Hakuna utupu kiasili It katika is either maisha. God is with you. Labda kwamba Mungu ndiye If yupo, God is not with you, na kama Mungu hayuko na the wewe, devil will come to occupy you. basi shetani ndio atakayechukua And hiyo when he nafasi, comes, he will steal. na anapokujia That's why atakuibia. you must carry God. Ndio maana lazima umbebe Mungu, But with thanksgiving and praise, lakini kwa shukrani na sifa God will be with you. Mungu anakuwa na And wewe. Romans chapter 8 verse 31. Warumi Say, what 8:31. can we say? Say, if God be for us, Na tuseme nini basi? Mungu akiwa upande wetu, who can be against us? nani anaweza kuwa kinyume nasi? If God be for you, Kama Mungu akiwa upande no wako, devil can steal what belongs to you. hakuna shetani anaweza kuiba ambacho ni mali yako. Get God to your life by
praise and worship. Mfanye Mungu akae kwenye maisha yako kupitia sifa na Even if kuabudu. you have lost anything, Hata kama umepoteza kitu, God is the reason you have not lost everything. Mungu ndio sababu haujapoteza vitu vyote. Always thank him. Wakati wote mshukurie Always yeye. worship him. Wakati wote mwabudu Always yeye. sing praises to him. Wakati wote muimbie Psalm sifa. 22 verse 7. Zaburi 22 mstari wa The Bible 3. says he dwells in the praises of his Biblia people. inasema anaketi katika sifa za watu wake. Rise up on your feet Simama kwa miguu and yako begin to thank him. na anza kumshukuru. No more loss in your Hakuna life. hasara tena kwenye maisha yako. Somebody bless, shout, no more loss in my life. Umebarikiwa, sema hakuna No hasara more loss in tena. my business. Hakuna hasara kwenye No biashara more yangu. loss in my career. Hakuna hasara kwenye There taaluma shall be yangu. no loss. Hakuna hasara. Make that decree, make it powerful. Tamka, tamka, tamka Oh, kwa the last nguvu. thing you lose shall be the last. Ulichopoteza ndio kitakuwa Oh, cha mwisho. malande labaka sholia barabrakato shia baba. Abrande kato shika brakatolia ba. Shuakala bali shakai toke tu dia baraba. Ashiandela brakato belia baraba. Aliande boshia baraba. Shuaka brakato beli shalaba. Obrelanda laba. Thank God first for his word. Anza kwanza kumshukuru Mungu kwa Give him neno all the lake. glory. Mpe utukufu wote. Even though you have lost anything, he's the reason you have not lost Hata everything. kama uliwahi kupoteza kitu, yeye ndio sababu hujapoteza vyote. Things are working in your life because God is at work in your life. Mambo yanafanikiwa kwako kwa sababu Mungu anatenda kazi kwako. Oh, Malia Kashelia Balaba, Lia Balaba. Whatever you have today, God is the reason you have them. Chochote ulicho nacho leo, Mungu ndio sababu uko nacho. Give him all the glory. Mpe yeye utukufu wote In Jesus' glorious name. katika jina tukufu la Yesu. Somebody bless, shout a louder Umebarikiwa, amen. sema amina kubwa. The first responsibility Wajibu wako wa kwanza kabisa is a responsibility of salvation. ni wajibu wa kuokoka. If you are not born again, Kama haujaokoka, the devil will continue to steal from you shetani ataendelea kuiba vitu toka kwako, because he's close to you, because devil dwells in sin. kwa sababu shetani anakaa katika You dhambi. know, sin means Satan identification number. Unajua dhambi maana yake ni namba ya utambulisho wa shetani. Sin is spelled S-I-N. Dhambi ni S-I-N. The S is Satan. Ile S maana yake shetani. I is identification. I maana yake utambulisho. N is number. N maana yake namba. When you are in sin, Unapokuwa katika dhambi, you are with the devil. unakuwa na And shetani. the devil does not know who is close to him. Na shetani He can steal even from his own. He can steal his own. anapokuwa karibu na wewe anaweza hata You kukuibia. can run away from the devil today. Mkimbie shetani leo. You can run away from the devil. Unaweza kumkimbia shetani When leo. you come to Jesus, Unapokuja kwa Yesu, he gives you things anakupatia vitu and he's committed to keep them. na anawajibika kuvitunza. Somebody is here who want to say, Pastor, pray for me. Kuna mtu yuko hapa ambaye anataka kusema, mchungaji, niombee, I need Jesus in my life. na mhitaji Yesu ndani ya maisha yangu. And I'm here to pray for you. Na mchungaji yuko hapa mbele kwa ajili ya Or kukuombea. someone here who have been born again, who have backslided, who Au need Jesus again. uliokoka ukarudi nyuma, unataka kutengeneza na Yesu, Put your hand on your chest. weka mkono wako kifuani. Let me pray for you. Unayetaka kuokoka, Two uliokoka ukarudi nyuma, Hear me very well. Two sets of people. makundi mawili ya watu, Those who want to surrender wanaotaka kuokoka, and those who want to rededicate. wanataka kutengeneza maisha yao na Yesu. Put your hand on your chest. Weka mkono wako I kifuani. want to pray for you. Mchungaji atakuombea. And I request you come forward and meet me Na here. kuomba sasa uje mbele ukutane na Come mchungaji forward hapa. and meet me here. Njoo mbele hapa sasa ukutane na mchungaji. I want to pray for you. Mchungaji anataka kuombea Come forward and you will not lose anything na anymore. utapoteza vitu tena. Take a step of faith and come Chukua forward. hatua ya imani uje mbele. Wherever you are, take a step of faith and come Popote forward. uliko, chukua hatua ya imani, njoo They mbele. are clapping for you. Unataka Come, 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 kuokoka, come, come, come. Jesus uliokoka is calling ukarudi you. nyuma. Come, Njoo come, come, mbele. come, 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 Yesu come. anakuita. Jesus is Njoo calling you. mbele. Come, 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 come. Yesu anakuita, njoo, njoo, Come, njoo, Jesus njoo. is calling you. Yesu anakuita. Satan is losing this morning. Shetani anapoteza And siku ya Jesus leo. is winning. Na Satan Yesu is losing. anashinda. Jesus is winning. Shetani anapoteza. Oh, no more loss Yesu in your life. anashinda. No more loss. No more Hakuna loss. hasara tena katika maisha Satan yako. is losing. Shetani Satan is anapoteza. losing in your Shetani life and your anapoteza kwenye family. maisha yako, kwenye Oh, ndoa. yes. Everything you have stolen from you shall be recovered now. Chochote ambacho And shetani no aliiba, more, no more. He kitarejea, cannot steal again. na hakutakuwa na Come forward, kupoteza come tena. forward, come forward. Njoo mbele, Jesus njoo is mbele. winning and Satan is Yesu losing. anasema njoo. Jesus is winning and Satan is losing. Yesu anashinda na shetani anapoteza. Anyone that is indifferent, anyone, that is lacking to take decision of salvation, Yeyote ambaye bado hajafanya maamuzi ya I wokovu, call upon you. Come, 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 come. nakuita njoo. That spirit of indecision is caused. Roho ya kutofanya maamuzi That spirit of inalaaniwa. indecision is Roho ya caused. kutofanya maamuzi Come and inalaaniwa. receive Jesus. Njoo na umpokee Come and Yesu. dedicate your life again to Njoo Jesus. utoe maisha yako kwa upya kwa The Yesu. Bible says, Biblia if we inasema, say we have not sinned, we deceive ourselves. tukisema tujitenda dhambi, The truth is tunajidanganya not in wenyewe. us.
kweli haimo ndani But yetu. if we confess it, Lakini tukiungama dhambi zetu, God is merciful yeye Mungu ni wa to rehema, forgive us atatusamehe and to cleanse us from all na unrighteousness. atatusafisha udhalimu I am wote. still waiting for you. Bado Come ninakusubiri, and receive Jesus. njoo na umpokee Yesu, And there shall be no loss anymore in na your life hakutakuwa na hasara In tena your katika business maisha yako, kwenye biashara and in your yako family. na kwenye familia yako. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Somebody shout amen. Sema amina. For everyone front here, Kwa wote mlioko hapa mbele, I want to pray for you. mchungaji anataka But kuombea, before I do that, lakini kabla haja kuombea, make this confession of faith. fatisha ukiri huu wa imani. Say, Lord Jesus. Sema Bwana Yesu. Say, Ulioko Lord hapa mbele, Jesus. tafadhali tamka, sema Bwana Yesu, I come to you this morning. ninakujia asubuhi ya leo, Forgive me my sin. nisamee dhambi zangu, Wash me by your blood. nioshe kwa damu yako, Cleanse me from all unrighteousness. nisafishe toka kwenye udhalimu wote. Today, Leo I receive you ninakupokea as my Lord and personal Savior. kama Bwana wangu na Mwokozi wangu. I declare today Ninatamka leo that I am now born again. kwamba sasa nimeokoka In Jesus' name. katika jina la Yesu. Father, thank you for this one. Baba, asante kwa ajili ya hawa In the name of Jesus katika Christ. jina la Yesu Kristo. Any one of you being held captive by the devil, Kila aliyekamatwa mateka na shetani, loose him now, let him go. mwachie na aende, Loose her now, let her go. mwachie na In aende the name of Jesus katika Christ. jina la Yesu Kristo. A new beginning. Mwanzo Any mpya. one of them be possessed by the devil, Kila aliyemilikiwa na I shetani, decree you delivered now in the name of Jesus. natamka ufunguliwe sasa kwa The jina la Bible says, Yesu. if anyone is in Christ Jesus, Bila sasa mtu akiwa ndani ya Kristo all Yesu, things are passed away. mambo yote ya kale Any yamepita. covenant you have done with the devil, Agano lote ulikuwa nalo na today it shetani, is nullified by the blood leo of agano hilo Jesus. linafutwa kwa damu ya I Yesu, cover you with the blood of na Jesus. kufunika kwa damu ya Yesu. A new beginning today. Mwanzo mpya leo. Congratulations. Ongera, Congratulations. ongera In Jesus' name. katika jina la Yesu. Our church officials will minister to you. Watumishi wetu Follow him, watakuhudumia, follow him. Take her out. wafuate. Tafadhali mbebeni, mtoe, Take her out. mumbebe, mumtoe. Everyone, I want you to pray. Kila mmoja anataka muombe, In fact, it is not prayer. na si maombi. In Kimsingi, fact, it is not. Go and pray. In fact, it's not prayer. kimsingi si maombi, You are making a decree. unafanya matamshi. Praise the Lord. Bwana Say asifiwe. no more loss in my Ukisema business. hakuna hasara tena kwenye I will biashara not yangu, lose any of my brothers. sintapoteza I ndugu will not zangu, lose my husband. sintapoteza I mume will not wangu, lose my job. I sintapoteza will not kazi lose my yangu, bread. Are you sintapoteza. ready to make that decree? Uko tayari kutamka? Lift up your voice and make a Inua decree. sauti yako na It's utamke. our covenant day of no more Ni loss. siku yetu ya kiagano No ya more hakuna loss in your hasara, business. hakuna kupoteza No kwenye more biashara loss in yako, your career. hakuna kupoteza kwenye No more taaluma, loss in your academics. hakuna kupoteza kwenye Oh, masomo. failure is over. Kushindwa kumekoma. Lift up your voice and make decree. Inua sauti yako na The Bible says you shall utamke. decree a thing, Nasema utatamka and jambo God shall establish naye it. Mungu You atalithibitisha. shall decree a thing, Utatamka jambo and God shall establish na it. Mungu naye You shall atalithibitisha. decree a thing, Utatamka jambo and God shall establish na it. Mungu Lift atalithibitisha. up your voice and make a decree. Inua sauti yako na ufanye matamshi. The Bible says every tongue that rises up against you, Biblia inasema kila kinachoinuka thou kinyume nawe, shalt condemn. wewe utakihukumu. Thou shalt condemn. Wewe ndio Thou utakayehukumu. shalt condemn. Wewe ndio Whatever utakayehukumu. the devil has stolen from you, Chochote ambacho shetani amekuibia, today it will not come back anymore. leo akitarudi It is tena, recovered today, unarejeshewa and leo it is kept by the power of God. kwa nguvu ya Mungu. You will not lose your health. Hautapoteza You afya. will not lose your health. Hautapoteza afya You will yako. not lose your health. Hautapoteza afya In the yako. name of Jesus Katika Christ. jina la Yesu We will Kristo. not lose any member of this church. The Hatutapoteza first timers mshirika. and new converts. Wageni wetu We na will not washirika. lose any one of them. Hatutawapoteza. No more loss. Hakuna hasara The last tena. loss you suffered Hasara shall uliyopata be the last. ndio itakuwa ya It mwisho. shall be the last. Itakuwa ya It mwisho. shall be the last. Itakuwa ya mwisho. It shall be the last. Itakuwa ya mwisho. It shall be the last. Itakuwa ya mwisho. It shall be the last. Itakuwa ya It mwisho. shall be the last. Itakuwa ya mwisho. Make a decree and God will confirm it. Tamka jambo, Mungu Make a atathibitisha. decree and God will confirm it. Tamka jambo na Mungu Make a decree atathibitisha. and God will confirm it. Tamka jambo, Mungu Sickness atathibitisha. and diseases are no more in your life. Magonjwa na madhaifu hayapo All tena your kwenye maisha health yako. is restored. Afya yako Oh, inarejeshwa. malande kato shiaba palaba. Obekate kalabaraba. Obeketo la liakadabaraba. That shall decree a thing, and God of heaven will establish it. Tamka jambo na Mungu wa mbinguni You will not
not lose that pregnancy. Hautapoteza The ule last ujauzito. miscarriage you suffer shall be the last. Kupoteza mimba kwa You will kwanza not lose ndio your utakuwa children. kwa mwisho. Hautapoteza You watoto will wako. not lose your grandchildren. Hautapoteza In wajukuu. the name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. Lift up your voice and declare in the Inua name of sauti yako Jesus. na utamke kwa jina la There is Yesu. power in the name of Jesus. Kuna nguvu katika jina la We Yesu. decree peace in this country. Tunatamka amani kwenye We taifa decree hili. prosperity in this country. Tunatamka mafanikio katika nchi hii. Lord, the activities of thieves and robbers are over. Shughuli za The majambazi activities zimekoma. of witches and wizards are Shughuli over. za wachawi na washirikina Every zimekoma. witch, every wizard, Kila mchawi, kila they are mshirikina destroyed. wameharibiwa. Anyone bewitching the destiny of Yeyote your anayeloga God's people, hatima ya watu wa they Mungu are destroyed. wameharibiwa. In the name of Jesus, Katika jina la Yesu you Kristo. shall not suffer lack anymore. Hautapata hasara Oh, tena. no more lack in your life. Hakuna kupungukiwa kwenye maisha Somebody yako. make a decree. Tamka, God tamka. is already confirming it. Mungu anathibitisha. You cause that sickness in your body. Laani wa ugonjwa. If you will say to this mountain, Ukiwaambia mlima be huu thou removed, ng'oka na and uondoke be thou cast away, na ukatupe and baharini shall not doubt in your na heart, usione shaka moyoni shall mwako, believe that those things will come to lakini pass. uamini uliotamka You shall atakuwa. have whatsoever you Utapata say. yote You utakayoyasema. shall have whatsoever you say. Utapata yote Is utakayoyasema. somebody making that decree? Kuna mtu anatamka Is matamshi. somebody is making that Kuna decree? mtu anatamka Is somebody matamshi. making that decree? Kuna mtu anatamka matamshi. Oh my God, God said, I will do as I heard you say. Mungu asante, nitatenda God kadiri is hearing you. nilivyokusikia. God is hearing you. Mungu God is hearing anakusikia. you. Mungu anakusikia. God is hearing you. God is hearing you. God is Mungu hearing you. anakusikia. God is hearing you. Mungu God is hearing anakusikia. you. Mungu anakusikia. Leko shakali kato shalaba. Shuaka lando belanda laba. Shuake to belanda baliaba. Shuaka teliaba ba. Aliaba baba liba. Shuaka te kato peliaba. Shuaka le kato peli kasholiaba baba. No more loss. No Hakuna more hasara loss. tena. No more loss. Hakuna In hasara every tena. area of my life. Katika Let eneo somebody la be maisha great. yangu. No more Omba. loss. Lord, in every area of my life, Bwana, katika I kila eneo la stand on maisha this yangu. altar today. Nasimama kwenye madhabahu Whatever leo. God have given to anyone, Chochote ambacho Mungu no devil amempa will take yoyote. it. Hakuna Because shetani whatever atakayechukua. the Lord Kwa doeth, sababu it analolitenda shall Mungu be forever. litadumu It milele. shall be forever. Litadumu milele. It shall be forever. Litadumu milele. It shall be forever. Litadumu milele. It shall be forever. Litadumu milele. Thank you, Jesus. Asante Yesu. In Jesus' glorious name. Katika jina tukufu la Yesu. Wave those hands to Jesus. It Punga is mikono all. hiyo kwa Yesu, mpe utukufu wote. And I join my faith with your faith. Ninaunganisha imani yangu na ya In kwako. the name of Jesus Christ of Nazareth, Katika jina la Yesu wa Nazareti. I decree no more loss in the name of Jesus Christ. Natamka hakuna hasara kwa jina la Yesu. The last loss you suffer shall be the last Hasara in the name of uliyopata Jesus ndio Christ. itakuwa ya mwisho. You will not lose your health anymore in the name of Hautapoteza Jesus. afya yako katika jina la Yesu. No loss in your business anymore Hakuna in the name hasara of kwenye Jesus. biashara yako. No loss of appointment anymore in the name of Jesus. Hakuna hasara katika jina la No Yesu. loss of promotion anymore in the Hakuna name of hasara ya Jesus. kuinuliwa katika jina la Yesu. In the name of Jesus Christ of Nazareth, Katika jina la Yesu Kristo I wa decree Nazareti. no more loss of life in your family. Na kuna None hasara will kwenye die familia in your yako. family in the name Hakuna of Jesus Christ. atakayekufa kwenye familia They yako. shall not die but live. Hawatakufa bali No more wataishi. loss of members in this church in the name of Jesus. Hakuna hasara wa washirika kwenye Every kanisa. first timer and new convert Kila mgeni na mwokovu God mpya have given to us, ambaye Mungu they ametupatia shall stay in the name of Jesus watadumu Christ. katika jina la No Yesu. devil will take them away from Hakuna us. No shetani atakayeondoa devil will hapa. take them away Hakuna from shetani us. atakayeondoa hapa. Anything you have lost, Chochote it is ulichopoteza restored today in the name of kinarejeshwa Jesus. leo katika jina And la it Yesu. is kept by the power of Na God. kinatunzwa kwa nguvu In ya the Mungu. name of Jesus Katika Christ, jina la Yesu Kristo. I decree by the power of God Natamka kwa nguvu ya Mungu. that pregnancy Huo ujauzito shall not be aborted in the name of Jesus hautatoka Christ. katika jina la Yesu. The last miscarriage you saw shall be the last. Mtoto That uliyempoteza atakuwa wa pregnancy mwisho. is kept by the power of Ujauzito God. huo unatunzwa kwa nguvu ya You will Mungu. not lose your children. Hautapoteza watoto You will wako. not lose your children. Hautapoteza You watoto will wako. not lose your husband. Hautapoteza You mke will wako. not lose your wife. Hautapoteza You will mke not wako. lose your siblings. Hautapoteza ndugu In the zako. name of Jesus Katika Christ. jina la Yesu Kristo. You will not lose your parents. Hautapoteza In wazazi the wako. name of Jesus Katika Christ. jina la Yesu Kristo. No more loss in every area of your Hakuna life. hasara kwenye ndoto ya No maisha more yako. loss in every area of your Hakuna life. hasara kwenye No ndoto ya maisha more yako. loss in every area of Hakuna your hasara life. kwenye ndoto ya maisha In yako. the name of Jesus Katika Christ. jina la Yesu Kristo.
The last thing you lost in your life shall be the last forever. ulichopoteza ndio kitakuwa cha mwisho. Because God has said it. Sasa Mungu amesema, So shall it be for you. ndivyo itakavyokuwa kwako. In the name of Jesus Katika Christ. jina la Yesu Wave Kristo. those hands to Jesus and give Funga him all mikono the yenu kwa glory. Yesu, mpe yeye Give utukufu him wote. all the honor. Give him all Mpe the adoration. heshima, mpe adhama, Celebrate him. Worship him. sherekee, mwabudu. In Jesus' glorious name. Katika jina tukufu la Please Yesu. have your seat. Tafadhali keti. And package your thanksgiving offering as our custom is. Andaa ile mbegu yako ya shukrani kama ilivyo desturi And yetu. if you are here, you have not given your worship offering Na or your kama tithe. uko hapa Maybe you came after. hujatoa ile sadaka yako ya kuabudu, Maybe you came after the offering have been taken. labda ulikuja baada ya sadaka kuchukuliwa, You labeled them together. umeviandika And vizuri. we'll be singing praise few minutes before we share the grace. Tutaimba sifa dakika chache kabla tujashikana wema na fadhili. Dance before the Lord, Cheza mbele za Bwana because no more loss in your kwa life sababu hakuna anymore. hasara tena kwenye maisha yako. Celebrate God, Sherekee Mungu because every blessing of God in your life are kept kwa today. sababu kila baraka ya Mungu katika maisha yako You imehifadhiwa will not leo. lose any of them anymore. Hautapoteza tena baraka No zako. better last year for you anymore. Hakuna mwaka jana ulio bora tena No kwako. better yesterday for you anymore. Kuna jana iliyo bora tena kwako. The last burial in your family for anyone that have not reached the year God have appointed for us Mazishi yaliyofanyika kwenye familia yako shall be the last yatakuwa ni ya mwisho in the name of Jesus. katika jina la Yesu If you Kristo. are packaged your thanksgiving of rise up on your Maandaa feet sadaka yako, simama kwa miguu yako, and wave it before God. punga mbele za Mungu. Everyone rise up on your feet. Simama kwa miguu yako. Choir gets set to sing. Kila for mmoja us. asimame, kila mmoja Father, we asimame. give our thanksgiving. Kwaya mjiandae kuimba. Receive it and let it multiply. Baba, pokea na And give vizidi. everyone an encounter of financial fortune. Na mpatie kila mmoja mguso wa utele wa kifedha. In Jesus' glorious Katika name. jina tukufu la Choir Yesu. sing. Kwaya tuimbe. Everyone make sure you are dancing and celebrating God. Kila mmoja while they hakikisha collect it. unacheza, unamsherekea Mungu wakati sadaka inatolewa. Tunakusifu Baba, tunalisifu jina lako. Hakuna Mungu kama wewe. Baba. Tunakusifu Baba, tunalisifu jina lako. Hakuna Mungu kama wewe. Baba, tunakusifu Baba, tunalisifu jina lako. Hakuna Mungu kama wewe. Baba, tunakusifu Baba, tunalisifu jina lako. Hakuna Mungu kama wewe. Baba, 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 Baba,
The Lord forevermore, Jehovah, 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 Ebenezer, Jehovah Adonai. I give you glory, honor, power, majesty. You are the Lord forevermore, Jehovah Jireh, Jehovah Nissi, Jehovah Yah, Jehovah Adonai. I give you glory, honor, power, majesty. You are the Lord forevermore. Jehovah Jireh, Jehovah Nissi, you are my Ebenezer, Jehovah Adonai. I give you glory, honor, power.
are the most high God. You are the most high God. You are the most high God. Jehovah. You are the most high. Jehovah. You are the most high God. You are the most high. We give you glory. You are the most high. We give you glory, Jehovah. 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 We give you glory, Jehovah. 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 Jehovah, Jehovah, Jehovah. Jehovah, Jehovah, Jehovah. You are the most high God. 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 Yes, Wabaraka. 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 Wewe unaweza, unatosha, wabaraka. Yesu wabaraka, wabaraka, wabaraka. Hakuna mwingine kama wewe. Somebody shout to me, hallelujah. Hallelujah. Clap your hand for Jesus. Praise God. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. It shall be celebration upon celebration in your life on next God. Itakuwa ni Thank sherehe you, kwako. Jesus. Please have your seat. Tafadhali keti. It's my joy to welcome those worshiping with us for the first time on a Sunday morning like this. Today is your first time. Please stand up on your feet. We want to welcome you in a winner's way. Ni furaha kwangu kuwakaribisha wageni wanaoabudu pamoja nasi kwa mara ya kwanza. Tafadhali kama ni mara yako ya kwanza kuabudu pamoja nasi Jumapili. God bless you, brother. Carry your bag and your Bible. Beba Biblia yako na And vitu come vyako. forward here. We want to pray for you. We want to pray for you. If you know that today is your first time of worshiping here, please come forward here. Let's welcome mtumishi wa Mungu akuombee. Wewe ambaye ni mgeni tafadhali njoo mbele. Beba begi lako, Biblia yako na kila kitu chokuja nacho. Come forward, come forward. Today is your first time worshiping here. Leo ni mara yako ya kwanza unaabudu pamoja nasi, njoo mbele. There is something that makes me come into your praises, my maker. There is something that makes me come into your praises, my helper. My helper. My helper. My helper. My helper. There is something that makes me come into your praises, my helper. There is something that makes me come into your praises, my helper.
Hallelujah. Haleluya. You are welcome. Mnakaribishwa. Please, congregation, stretch forth your hand and bless these ones. Kusanyiko waelekeze mkono na uwabariki. Ask God to bless them. Muombe Mungu apate kuwabariki. Ask God to bless them. Muombe Mungu awabariki. Lord, establish them in faith and in fellowship. Bwana wathibitishe katika imani na katika I ushirika. will decree no more loss in their lives. Na tunatamka hakuna hasara tena katika Whatever maisha the yao. loss shall be the last. Hasara walioipata itakuwa ya Lord, mwisho. a new beginning for them today. Bwana mwanzo mpya kwao We leo. cover them with the blood of Jesus. Tunawafunika kwa damu ya Yesu Kristo. Before the end of this month, visit them. Kabla ya mwisho wa mwezi huu Give watembelee. them testimonies, Jesus. Wape shuhuda Bwana Yesu. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. You are blessed. Mmebarikiwa. God bless you for coming. Mungu awabariki kwa kuja kwenu. I want you to know that you have honored God to be here today. Nataka ujue kwa kuja kwako umemheshimu And God Mungu will honor you in return. na Mungu naye atakuheshimu kwa hilo. This is a place to be. Hapa ni mahali unakopaswa We kuwa. are open to receive you and we are open to see you established here. Tuna furaha kukupokea na tutakuwa na furaha tukiona unadumu mahali Our hapa. church official will tell you about our activities of the week. Watumishi wetu wa kanisa watakupa ratiba ya shughuli zetu za wiki And we want to see you again. na tungependa kuwaona tena. You are welcome. Mnakaribishwa. Please follow our church officials. Tafadhali wafuate watumishi wetu upande wako wa kushoto. Hallelujah. God bless you. Mungu Clap your hand akubariki. for Jesus for this Pigie wonderful Bwana people Yesu that makofi came. kwa ajili ya watu hawa Praise wazuri God. waliokuja. Bwana asifiwe. You are blessed. Mmebarikiwa.